asifiwe. Wasaa huu nimkaribishe mchungaji Gideoni waongoze watu hawa sala ya toba na tutaendelea. Basi mtarudia maneno haya nyuma yangu. Kanisa, unaweza kufunika macho yako wakati tunaongoza sala ya toba. Sema: Bwana Yesu, nimelisikia neno lako na nimetambua ya kwamba kuna njia ambazo nimekuwa nikienda ambazo hazikupendezi wewe. Kuna sehemu ambapo nimekosea kwa kujua na kwa kutokujua, lakini mchana wa leo naomba unisamehe, naomba unitakase, naomba unisafishe, naomba unioshe. Futa dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kujua na kwa kutokujua. Liandike upya jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Nipe hatua ya kuendelea tena katika wokovu. Tangu sasa nimekupokea na tangu sasa nimeokoka. Niwe mwanao ili siku moja utakaponihitaji niwe pamoja na watakatifu wako. Baba, asante kwa kuniokoa. Kanisa, nyosha mikono huku mbele tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, watu wako mtakatifu katika mchana wa leo, mfalme mwaminifu, umeonyesha njia ya kweli ya kuweza kuiendea. Ni kweli mtakatifu, unatamani kubadilisha maisha yao. Ni kweli Yesu, unatamani kugeuza maisha yao mfalme. Lakini Mwokozi mwaminifu, kwa kuwa Jehova Nisi Bwana wameijua njia hii ya kwamba mtakatifu wanabidi mfalme kuingia kwako mtakatifu na kukiri ya kwamba wewe ni Bwana wa Mwokozi wa maisha yao, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Mwokozi mwaminifu, kwa sala hii ambayo Jehova Nisi wamekiri kwa kinywa chao na mioyo yao wameamini, Mwokozi mwaminifu, njia zao kuanzia sasa zikabadilishwe na wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Chochote ambacho kipo kinyume na maisha yao hakina nafasi tena kuanzia sasa. Wape maisha Jehova Nisi ya kuendelea mbele katika wokovu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu, na waachilia mikononi mwako mfalme, njia zao kuanzia sasa zikaongozwe na wewe. Nami Mwokozi mwaminifu, na waweka kwako mtakatifu, ya kwamba popote wanapoingia na wanapotoka, neema na baraka kutoka kule juu mbinguni zikawafunike watu hawa. Ni katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu tukiomba pia na kuamini. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi yako mazuri. Amen. Sasa hatua ya pili ni, kuna watu inawezekana ni mgonjwa wa mwili na unasema nimekuja ibadani natamani Bwana Yesu aniponye. Ni mgonjwa wa mwili, unasema nimekuja ibadani leo natamani nikione kipawa cha Bwana Yesu juu yangu. Tafadhali njoo mbele. Kama ni mgonjwa, Bwana asifiwe. Wakati niko naandaa ujumbe huu, Roho Mtakatifu akanambia kuna watu Mungu anawaponya leo, na uponyaji huko hapa mwingi sana. Tunaye mama mchungaji hapa, mama yetu yuko hapa, kwa hiyo hakuna mtu atakayeondoka na ugonjwa wake. Amini hilo. Amini kwamba hakuna mtu anayeondoka na ugonjwa wake hapa. Kundi la tatu ni, wakati wagonjwa wako hapa, kundi la tatu ni unasema kwa kweli nataka mwelekeo wa maisha yangu mimi. Ninaenda kila mara lakini natamani kipawa cha Roho Mtakatifu tena. Maana tumeona kwamba hatujui ni muda gani Yesu anatuponya. Hatujui ni muda gani Yesu anatutembelea.
ila tunapokuja ibadani sisi ni kuiweka tu mioyo yetu tayari. Kwa hiyo uko hapa unasema namuhitaji sana Yesu anivushe kwenye jambo nililonalo. Namuhitaji Yesu anivushe kwenye hatua nilionayo. Angalau niwe na hatua nyingine kwenye wokovu, ili nisichoke maisha ya wokovu, nisikate tamaa hapa njiani. Kwa sababu nataka nikwambie kiukweli, maisha ya wokovu yana muda mwingine ukienda utakata tamaa. Tumeona chini kidogo, tumeona ili kundi la pili, mfano wa pili ulikuwa ni wanafunzi. Hawa watu tumejifunza ni watu waliookoka kabisa. Nikasema hawa watu ni watendaji, hawa watu ni wachungaji wasaidizi, hawa watu ni mashemasi, hawa watu ni walawi wazuri, hawa watu ni washirika wazuri sana wa Palanjo. Lakini kuna mahali walipofika wakakutana na dhoruba, walimuhitaji Yesu. Uko hapa unasema kweli, mimi kwenye maisha yangu nina jambo 1, 2, 3. Natamani Bwana Yesu anitokee kwenye jambo hili. Njoo tuombe pamoja. Neema ya Mungu iko kubwa sana. Neema ya Mungu iko kubwa sana, nataka nikuhakikishie. Nimeonyeshwa Mungu anawasaidia watu. Yaani kuna namna Mungu anamtoa mtu mmoja, anamuweka pembeni, anamnusuru kwenye jambo alilonalo. Bwana asifiwe. Wakati nimeamka usiku kuomba, Roho Mtakatifu amenizamisha kwenye hicho kitu. Nikaona watu wengi wanaondolewa kwenye tabu zao, kwenye dhoruba zao, kwenye mambo yao, kwenye mambo walionayo mazito yamekamata mioyo yao. Na nililia sana huo usiku, mpaka nimechelewa kujiandaa kuja ibada kwa sababu ya hilo jambo. Ni nini Roho Mtakatifu alikuwa ananitaka sikujua, lakini nilionyeshwa kuna kundi la watu kubwa linatolewa kwenye dhoruba zao, linawekwa pembeni. Na nataka nikwambie, wakati mimi napewa ujumbe kwamba Karungi utahudumu, sitaki nikuangalie machoni, maana niko namuogopa Roho Mtakatifu, yuko hapa. Roho Mtakatifu akaniambia, wewe una cha kuhubiri, ila nenda kwenye Mathayo sura ya 14. Sikujua ina nini, sikujua kuna jambo gani linaendelea, ila nikamwambia Roho Mtakatifu, unaweza kunitazamisha, unaweza kunifundisha kwa ajili ya kanisa lako. Na wakati usiku na kwenda kulala, nikaona kwamba utaamka usiku na utaomba kwa ajili ya hicho unachokwenda kukisoma, hicho unachokwenda kukisema, lakini utaomba kwa ajili ya ibada, utaombea watu ukisaidiana na viongozi mahali hapa. Nilimuogopa sana Roho Mtakatifu. Nilikuwa na masaa mengi usiku. Nikikuambia hapa unaweza ukasema Karungi, acha uongo. Lakini yupo Bwana Yesu kutusaidia, kututoa kwenye hatua moja, kwenye dhoruba. Wewe ni binti, yawezekana umeenda kwenye maisha ya wokovu. Nataka nikwambie binti uliye hapa, niko nakupenda. Umeenda kwenye maisha ya wokovu, unaenda unachukua hatua, kila mara unachukua hatua, kila mara unachukua hatua. Inafika hatua ni kama unakata tamaa. Sio wewe wa kwanza. Wanafunzi walikata tamaa wakiwa kwenye dhoruba, wakiwa baharini. Wanafunzi walikata tamaa kabisa. Yaani wanafunzi na kumjua Yesu na kushikamana na Yesu na Yesu kuwaamini kwa kiwango kikubwa, lakini bado watu hao walikata tamaa. Na hakuna msaada ambao wangeupata ila ni baada ya Yesu kuwatokezea. Kama Yesu angezama kwenye maombi, akakaa faraga muda wote, watu hao wasingetoka baharini. Yawezekana hata kufa wangekufia huko. Lakini kwa sababu sisi tuko tupu mbele za Mungu, baada ya Yesu kukaa faragani muda mrefu, akaona kabisa wako watu wangu wanateseka, wako watu wangu wanaangamia, wako watu wangu wanasumbuka na ile dhoruba. Hebu niende. Yesu hakujali mazingira, akakanyaga maji juu ya bahari, akawaendea. Iko mbele yako bahari kubwa na hujui namna gani unaipasua. Iko mbele yako dhoruba kubwa na hujui namna gani unatoka. Yuko Yesu siku ya leo akusaidie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Niwakaribishe maskwaya wachache mbele. Tafadhali mama, unaweza ukaja. Maskwaya wachache.
hapa tunayainua macho yetu mbinguni. Hatuna msaada mwingine ila ni Yesu tu. Ndugu yangu, nataka nikwambie hatua hii mimi nilionayo leo, niko namshukuru sana baba yangu wa kiroho na mama yangu, lakini kila mara ninapata shauku ya kuendelea mbele kwa sababu Yesu yuko pamoja nami. Kila mara Roho Mtakatifu kila mara ananisaidia. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie kwamba Roho Mtakatifu yuko hapa kutusaidia kanisa. Roho Mtakatifu yuko hapa kutusaidia. Yesu yuko hapa. Hakuwahi kusema uongo. Kama angesema uongo, asingenipa muda mrefu kukaa na yeye. Kama angesema uongo, asingenipa ujumbe huu. Kama angesema uongo, basi kazi zake zisingekuwa zinasemekana mpaka leo. Lakini Yesu yuko hapa kutusaidia. Yesu yuko hapa kutusaidia. Inua mikono yako mbele za Bwana. Wewe uliye mgonjwa, tarajia kuponywa. Muda huu mchache tu, tarajia uponyaji. Hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna
kushindwa na chochote. Yuko Bwana Yesu aliyetembea juu ya maji. Yuko Bwana Yesu aliyeituliza dhoruba kwa wanafunzi. Yuko hapa leo kutusaidia. Yuko hapa leo kuzituliza dhoruba zetu. Yuko hapa leo kusema na mioyo yetu. Yuko hapa leo, tumemwijia kundi kubwa hili, mkutano mkubwa huu wa Penueli. Tuko hapa ili kusudi Bwana Yesu atuwezeshe. Hatuwezi chochote bila Yesu. Hatuwezi chochote bila Yesu. Bwana Yesu, tuko hapa. Bwana, tuko hapa. Angalia kundi hili Bwana, liko mbele zako mfalme wa wafalme. Linakuhitaji wewe Bwana. Linakuhitaji wewe mfalme. Linakuhitaji wewe Bwana Yesu. Baba, tuko hapa. Baba, tuko hapa. Yale maono niliyoyaona usiku, Baba, naomba ukayadhihirishe. Ukayadhihirishe tena. Ukayadhihirishe tena kwa watu wako. Ukayadhihirishe tena kwa watu wako. Ukayadhihirishe tena kwa watu wako. Ribo shekera masaya. Wewe uliye mgonjwa, weka mkono mahali unapoumwa. Naomba watendaji na mchungaji msaidizi tuje kwa wagonjwa. Tuweke mikono juu yao. Karibu mama, uombe kwa ajili ya wagonjwa. Asante Bwana utuponyaye. Wewe ni Jehova Rafa, Mungu mponyaji. Asubuhi ya leo Bwana, wako watoto wako ni wagonjwa Bwana, wanahitaji msaada wako Bwana. Maana ulipowatazama wagonjwa Bwana, uliwahurumia na kuwaponya. Tazama nao wamekuja kwenye madhabahu yako Bwana, wanahitaji huruma zako Bwana, wanahitaji uponyaji wako Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, naomba uponyaji Bwana. Kutana na miili yao Bwana, kutana na maisha yao Bwana, pale ambapo ni teso pakaachie kwa jina la Yesu. Baba, ninaombea uzima. Baba, ninaombea uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ponya vichwa Bwana, ponya matumbo yao Bwana, ponya viungo vyao Bwana, ponya nyama zao Bwana, ponya kukamilika Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, wewe mwaminifu, Jehova Rafa, kutana na watoto wako Bwana, achilia neema yako juu yao Bwana, achilia uponyaji Bwana mkuu Bwana, uponyaji ule ulioachilia Bwana juu ya wale watu waliokuwa katika shida kando kando, ukawaita kwako Bwana, ukawaponya. Nami ninaomba uachilie uponyaji wote leo Bwana, katika jina la Yesu. Achilia uzima tena ndani yao Bwana, ukawaponye, ukawaponye Bwana. Ondoa maumivu katika miili yao, ondoa misiba yao Bwana, maana wengine misiba ni magonjwa, wengine misiba yao ni matatizo, wengine misiba yao ni mambo yanayowasibu Bwana, ambayo yanawakosesha amani. Baba, ninaomba ukutane nao Bwana, waponye Bwana, watendee maajabu Bwana, katika jina la Yesu. Achilia uponyaji wako Bwana, uponyaji wa uhakika Bwana, katika jina la Yesu. Operation ya Roho Mtakatifu ikatende kazi kwao katika jina la Yesu. Baba, waponye watoto wako, watendee mema Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Baba wewe. Asante Mungu mwaminifu Bwana. Asante kwa uponyaji wako. Asante kwa ukuu wako Bwana. Tazama Baba, wapo watoto wako mbele zetu Bwana, wanahitaji hatua moja zaidi katika wewe Bwana. Ninaombea neema yako tena asubuhi ya leo. Achilia hatua moja zaidi tena kwao Bwana. Achilia ukuu wako ndani yao Bwana, maana peke yao hawawezi Bwana. Wanahitaji msaada wako, wanahitaji neema yako Bwana, katika jina la Yesu. Kutana nao Bwana, kutana nao Mfalme, kutana na maisha yao Bwana, katika jina la Yesu. Baba, leta mpenyo Bwana, leta mpenyo ndani yao, katika jina la Yesu. Watambue kwamba kila unapokanyaga uko nao Bwana, uko kuhakikishia usalama Bwana. Maana tunakuona Bwana, ulikuwa na wanafunzi lakini hawakukutambua Bwana, lakini walipokutambua Bwana, matendo makuu ya miujiza yalitokea. Nami ninaomba neema yako juu ya watoto wako hao Bwana, watambue ya kwamba katika kila walifanyalo kwa utukufu wako Bwana, uko pamoja nao Bwana. Wanapokutana na dhoruba, wajue ya kwamba unaona na upo upande wao Bwana, kuwatetea Bwana, maana unahitaji wakuite tu wewe Bwana, ili matokeo
likatokee kwa wingi. Baba, fanya zaidi kwao Bwana, katika jina la Yesu. Tenda zaidi kwao Bwana, katika jina la Yesu. Asante Baba mwema, maana wanafunzi Bwana, uliona dhoruba wanayopitia Bwana, na ulikuwa pamoja nao Bwana, na walipoita Bwana, ulitokeza msaada Bwana, na kuwatendea maajabu na makuu katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Bwana, watoto wako Bwana, ninawaweka mbele zako Bwana, wajue kwamba Bwana unajua yale wanayopitia Bwana, na uko pamoja nao Bwana. Baba, asante kwa neema yako, wamekuja wakuite Bwana, ili waondolee dhoruba, ili waondolee matatizo mbalimbali Bwana, ili ukutane nao, ili wape penyo Bwana, uachilie tena juu yao Bwana, achilie penyo mkuu Bwana. Achilia rehema yako Bwana, achilia ukuu wako juu yao Bwana, achilia uwezesho wako juu yao Bwana, achilia mkono wako wenye nguvu juu yao Bwana, katika jina la Yesu. Achilia rehema yako juu yao Bwana, uponyaji wako utembee kwao Bwana, uweza wako utembee kwao Bwana, wasaidie Bwana, watetee Bwana, watetee Bwana, katika jina la Yesu. Gusa mtu mmoja, kwa jina la Yesu. Gusa mama yule, gusa kijana yule, gusa binti yule, ana mzigo, ana dhoruba, katika jina la Yesu. Shekela Masaya, yakala na mama Saka, shekela yakala mayanda, ikala mama Saka, shekela Masaya. Wewe unaweza kutuliza dhoruba zetu, wewe unaweza kutusaidia Bwana, wewe unaweza kutuvusha Bwana, unaweza kutufanya tuweze. Maisha yetu hayawezi Bwana, mienendo yetu haiwezi Bwana, pesa zetu haziwezi, waume zetu hawawezi, familia zetu haziwezi, ila wewe Yesu unaweza, wewe Yesu unaweza, unaweza kutusaidia. Tuko hapa Yesu, tuko hapa Yesu. Mbusha mama mmoja, mbusha mama mmoja, amekuja kwako leo, ana haja na wewe, ana haja na wewe, anahitaji nguvu yako, anahitaji mpenyo, anahitaji kusaidiwa na wewe. Yakara na Masaya, Ribo shekete, shekete Masaka, yakara Masaya, Rika mama Saka, shekete ya mayanda, Ribo sakate, shekete Masaka, yakara na Masaya, Ribo mama Saka. Roho Mtakatifu ninaomba nguvu yako tena juu ya watoto wako. Roho Mtakatifu ninaomba nguvu yako tena juu ya watoto hawa. Roho Mtakatifu ninaomba nguvu yako tena juu ya mwanaume mmoja, juu ya mwanamke mmoja, juu ya binti mmoja, juu ya mtoto mmoja. Ribo shekete, kutana na maisha yake, kutana na maisha yake. Ribo shekete, shekete Mama Saka, shekete ya Masaya, ikara na mama mama, ima shekete Masaya, katika jina la Yesu. Nguvu yako Bwana, nguvu yako Bwana, nguvu yako Bwana, nguvu yako Bwana, nguvu yako Yesu. Unaweza kutuvusha
Shandorobosaya, Yakatarabasirika, Keriaba Shandorobosai, Yakatarabasirikaya, Keriba Shandorobosai. Wewe ndio ututuaye mizigo Bwana, wewe ndio ututuaye mizigo Bwana. Watue watoto wako mizigo yao Bwana, watue Falme, katika jina la Yesu. Watue Bwana, watue Bwana, katika jina la Yesu. Maana mzigo wako ni mwepesi na nira yako ni laini. Bwana wasaidie Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achilia neema yako Bwana ndani yao, katika jina la Yesu. Asante Baba, asante Mfalme, asante Mungu mwaminifu, asante Baba mweza wa vyote, asante Mungu mtoshelevu Bwana, katika jina la Yesu. Pokea sifa yawe, pokea sifa Mfalme, pokea sifa Mungu mwaminifu Bwana. Ninakushukuru, ninakutukuza yawe. Asante Mungu. na makerubi twaungana nao. Aya, tumekuja mbele zako kukusifu na kukuabudu. Maserafi na makerubi twaungana nao. Milima yayeyuka mbele zako, nani kama wewe Mungu? Milima yayeyuka mbele zako, Nani kama wewe Mungu wewe, magonjwa yanapona magonjwa yanapona mbele zako. mbele zako. Nani Nani kama wewe Mungu wewe, huzuni zaondoka, huzuni zaondoka mbele. Nani kama wewe? nani kama wewe Nani kama wewe? Mungu wewe, Mzigo wako unatuliwa, mzigo unatuliwa mbele zako. nani kama wewe? Nani kama Nani wewe kama wewe? Mungu wewe, Aibu inafutwa, aibu inafutwa. mbele zako. Nani kama wewe? Nani kama wewe Arabaseketabosa. Mungu wewe, Aibu inafutwa. aibu inafutwa Ayeye. mbele zako. Nani kama wewe? Nani kama wewe Rimasheketabosa. Mungu wetu, Aramamama yeketabosa. Rimasheketayandaramaya. Yeketayama yena Yesu. Orababaya yanaya. Unastahili Bwana. Asante sana Jehova, ninakushukuru Bwana kwa neema yako. Asante kwa uzuri wako Bwana. Libarikiwe sana jina lako Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Jehova, tunakutukuza Bwana,
Tunakushangilia Jehova. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi kwa uweza na nguvu zake. Asante Jehova kwa kuwa unastahili. Asante kwa kuwa unaweza yote Bwana. Pokea sifa, utukufu na heshima yako. Asante Bwana. Asante Bwana. Ibarikiwe sana wewe. Katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru Mfalme. Asante kwa neema yako ya kipekee sana. Asante kwa kutuhudumia kwa wingi Bwana. Asante kwa kusema na maisha yetu Jehova. Tunakushukuru Bwana. Asante kwa kuwaponya watoto wako Bwana. Tunasema asante sana Bwana. Asante kwa neno lako ulilosema nasi Bwana. Asante kwa kuzungumza nasi Bwana. Asante kwa kututua mizigo Bwana. Asante kwa kuhusika na maisha yetu kikamilifu Bwana. Ninakushukuru Bwana. Ninakutukuza Bwana. Asante Jehova. Tumekuona ulivyotenda maajabu na makuu, na hata sasa unatenda Bwana. Baba, ili jina lako lizidi kutukuzwa Bwana. Asante Jehova. Ninakushukuru Bwana. Tumeona matendo makuu uliyoyatenda Bwana. Asante Mfalme wangu mwema. Asante Jehova. Umetufundisha, umetuhekimisha Bwana. Katika jina la Yesu tumeona Bwana jinsi watoto wako Bwana ulivyowatendea Bwana katika maandiko matakatifu, na hata leo Bwana ukatenda zaidi kwetu Bwana, katika jina la Yesu. Asante Jehova. Ni kweli Bwana, wewe unaweza vyote Bwana. Asante Mfalme. Tumejifunza kwa Yakobo Bwana, alipoota ndoto ile ikawa dhahiri Mfalme amani. Yamkini wakati mwingine sisi tunaota ndoto ambazo hazifai, ni kwa sababu hatujakaa vizuri na wewe Bwana. Lakini tukikaa vizuri na wewe Bwana, tutaota ndoto ambazo ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, achilia neema hiyo ndani yetu Bwana. Tuwe na muda zaidi na wewe Bwana. Tunapokwenda mbele zako Bwana, tukupe muda Bwana. Tujiachie kikamilifu mbele zako Bwana. Maana tunapokupa muda na kujiachia kikamilifu Bwana, unashuka kikamilifu na kuhusika nasi Bwana. Asante kwa kusema nasi. Asante kwa kutuhudumia Bwana. Tusaidie Bwana. Tusaidie Roho Mtakatifu. Tukupe nafasi ya kwanza. Uwe kipaumbele cha kwanza katika maisha yetu Bwana, katika jina la Yesu. Asante Jehova. Pokea sifa, utukufu na heshima Bwana, maana hakika unastahili Bwana. Katika jina lako takatifu Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Mshangilie Bwana. Unaweza kurudi sasa kwenye nafasi yako. Haleluya, haleluya. Haleluya. Asante Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mshangilie tena Bwana Yesu kwa ujumbe mzuri wa nguvu. Haleluya. Asante sana.